Mbunge wa bunge la Marekani Ayanna Pressley ametaka kufanyike uchunguzi huru na kuweka wazi uwajibikaji kuhusiana na vifo vya waandamanaji nchini Tanzania. Mbunge huyo alieleza wasiwasi wake kuhusu mwelekeo ambao nchi imeuchukua. Nikimnukuu, "Nimeshtushwa sana na taarifa kutoka Tanzania ambako ukandamizaji wa polisi dhidi ya waandamanaji umesababisha mamia ya watu kuuawa." Pressley aliandika ujumbe huu kupitia mtandao wake wa kijamii wa X, zamani Twitter, akijibu kuhusu ripoti ya CNN kuhusu maandamano yenye vifo vingi Tanzania. Aliendelea, "Ni lazima kuwe na uchunguzi huru, wa wazi na uwajibikaji." Alisema Marekani inapaswa kila wakati kuunga mkono haki ya watu kujitawala na mchakato wa kidemokrasia wenye amani. Pressley, mbunge kutoka Massachusetts wa Democrat, ni mwanachama wa kundi lisilo rasmi linalojulikana kama The Squad, ambalo wanachama wake huungana kusukuma mageuzi ya msimamo wa mrengo wa kushoto. Wanachama wengine wa mwanzo wa The Squad ni Ilhan Omar, DMN, na Rashida Tlaib, DMI, na Alexandria Ocasio-Cortez, DNY. Kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani wiki iliyopita ilitoa wito wa mapito ya uhusiano wa pande mbili kati ya Marekani na Tanzania kufuatia uchunguzi wenye utata uliofanyika mwezi uliopita na maandamano yaliyosababisha vifo. Katika taarifa ya pamoja pande mbili, maseneta Jim Risch na Jeanne Shaheen, ambao ni mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo mtawalia, walieleza wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa kisiasa nchini Tanzania. Mwelekeo unaoendelea wa Tanzania wa kugeuka mbali na utawala wa sheria, mageuzi na uongozi bora unahitaji tathmini ya kweli ya uhusiano wa pande mbili kati ya Marekani na Tanzania. Walisema Marekani huchangia takriban dola bilioni 3 kila mwaka kwa Tanzania, ambapo takriban dola bilioni 1 ni misaada na kiasi kingine kinachotokana na biashara, uwekezaji wa moja kwa moja wa FDI na mifumo mingine ya kifedha, kwa mujibu wa utafiti wa Repoa. Maseneta hao walisema uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29 ulikumbwa na ukandamizaji wa kisiasa uliofadhiliwa na dola, utekaji uliolengwa na udanganyifu. Uchaguzi wa Tanzania uliamuliwa hata kabla ya Oktoba 29 kufuatia uchaguzi usioaminika. Watanzania walalamika mitani kuonyesha hasira na kukata tamaa kwao, walisema wabunge wa Marekani. Wabunge wa bunge la Ulaya hiyo jana walitaka tume ya Ulaya kusitisha ufadhili wa euro milioni 150, takriban bilioni 425 kwa Tanzania kufuatia maandamano ya umwagaji damu.